haikuwa jambo la busara sana kwamba kufanya mambo mawili makubwa kwa siku moja, kwamba una mechi muhimu Bamako Mali, na siku hiyo hiyo una mkutano mkuu. Tafsiri yake unazigawa nguvu zenu mara mbili, kwa sababu lazima nguvu moja iwe kule Bamako kwa ajili ya mechi na nguvu nyingine iwe kwenye mkutano. Kwa mfano, tunatarajia Ahmed Ali awe MC kwenye mkutano. Wakati huo huo tunamtaka atuhabarishe kinachoendelea kule Bamako. Unaona hapo tayari kuna upande mmoja utapwaya. Hatuwezi kwenda pande zote zikapata haki inayostahili. Lakini wakati viongozi wanapanga mkutano, ratiba ya CAF ilikuwa haijatoka. Kwa hiyo hawakujua kama siku hiyo kutakuwa na mechi. Na ukumbuke hii mkutano unapoitangaza lazima kuna mamlaka unatakiwa kujulisha siku ya mkutano. Kuna serikali kupitia BMT, kuna kulipia ukumbi ambao mnakuwa mmechagua tarehe. Kama mnavyojua kumbi zetu hizi zinakuwa na shughuli nyingi, kwa hiyo mnapoitafuta tarehe mnakuwa mnalipia ukumbi kabisa. Na mkitaka kubadilisha lazima mrudi kwenye mamlaka. Sasa taarifa nilizonazo, kulikuwa na jitihada za kubadilisha hiyo tarehe, lakini kuna mamlaka nyingine ambazo zimekwamisha, zikaona hakuna sababu, ndio naweza kuendelea mkutano. Na kwa sababu sisi Simba tunaishi kwa misingi ya taratibu na sheria, haikuweza kubadilika. Sababu kama mamlaka zinasema mnaweza, hata kama nyinyi ndani mwenu mnaishi kuna upungufu, mamlaka ikishasema ni kutii tu. Kwa hiyo kuna tatizo hapo katikati, kwa sababu mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi tunamhitaji sana kule Bamako kwa sababu ya uzoefu wake, mbinu zake na jinsi ya kujua hizi mechi zinavyochezwa. Kwa sababu tulimhitaji sana awe Bamako. Lakini wakati huo tunamhitaji awe kwenye mkutano. Bamako sio Keko kwamba utatoka kwenye mkutano uwahi kwenye mechi. Mechi ni saa 1 usiku. Kwa hiyo hakuna namna mtu ahudhurie mkutano na ahudhurie mechi, haiwezekani. Lazima atakayehudhuria mkutano aangalie mechi kwenye TV. Kwa hiyo kuna nguvu itapungua kule Bamako na kuna nguvu itapungua kwenye mkutano, sababu lazima watu wagawane. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu ilikuwa sio siku nzuri sana kwa mkutano, lakini kwa sababu ilishapangwa na kwa sababu hizo nilizokuambia kwamba imeshindikana kubadilisha hiyo tarehe, basi inabidi tuende tu hivyo. Kwa hiyo kiwalisia kwamba tunaweza tukazungumza kwamba kuna vitu mtavikosa kwenye mkutano na kwenye mechi. Obviously. Nimekupa mfano. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ni mtu muhimu sana, na tunajua, wote tunajua kwamba akiwa ugenini huwa ana uzoefu mkubwa sana. Aliwahi kutangaza mechi kule Nigeria. Aliwahi kutangaza mechi kupitia simu. Na tunajua huwa kuna ugenini kuna vitu vingi sana ambavyo lazima uwe na mbinu za kuvikwepa au kuvikabili. Unapokuwa mpira wa Kiafrika bado ugenini kuna vitu vingi sana. Msione Simba wao wanakaa kimya. Simba wanakaa kimya kwa sababu wameshakuwa wazoefu, wameshajua hivi vitu lazima vitokee. Hata ukilialia hakuna msaada, ni kukabiliana navyo. Kwa hiyo bado ugenini Afrika kuna vitu vingi sana. Sasa kuna watu ambao wana huo uzoefu, wameshaenda mechi nyingi za ugenini, wameshapitia masaibu mengi. Kwa hiyo watu kama hao ni muhimu wakawa mbele kwenye mechi za ugenini. Wakati huo mtu unamhitaji kwenye mkutano, obviously kuna mahali nguvu itapungua. Kwa hiyo ina maana kwamba jitihada za kuahirisha ama kupeleka mbele wa mkutano zilishindikana? Zimeshindikana kwa sababu kama nilivyokuambia wazi kwamba ukitaka kufanya mkutano, unajua watu wanaamini klabu za Simba na Yanga ni klabu ambazo zinataka kujiamulia mambo yake, zikajipangia mambo yake. Sio kweli.
zipo mamlaka za juu ambazo zikisema no inakuwa no, zikisema hili sawa linakuwa sawa. Kwa hiyo usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.